Kocha, sasa tuje kuizungumza michezo hasa ligi hapa nyumbani Tanzania. Baada ya taarifa ya CAS kutoka, mwenyekiti wa bodi ya ligi ndugu yetu baba yetu Steve Mgutu ametoka wazi na kusema nilijua hivi ni vichekesho. Young Africans kwenda kule ni vichekesho na alijua kwamba hawatotoboa. Kocha, hii ni nini? Ni ishara ya nini? Bodi ya ligi ni tunguli iliyopoteza imani ya mganga. Kocha? Ni tunguli iliyopoteza imani ya mganga. Kwa nini? Kiongozi mwenye wajibu wa kuwajibika mahala ambako panatolewa kero hawezi kutatua kero. Anayetoa kero anamuona kama mkorofi. Huyo ni sawa na mtu anayefuata miruzi ya mcheza ngoma. Popote anakwenda. Tafsiri yake haiko sawa sawa. CAS, Young Africans, bodi ya ligi, Simba na TFF, malalamiko yao ni kama yalivuka ngazi tu, kwa sababu huku ndani haikuonyesha dhamira na nia ya kusikilizana. Sio kwa sababu hatuna kamati, sio kwa sababu watu hawajui kwa nini, ni kwa sababu ya ile dhana ya kuonesha haki haitotendeka. Manake Yanga haamini bodi ya ligi. Haamini bodi ya ligi. Anaona kama ni tunguli iliyopoteza imani ya mganga. Na ndio maana wakapeleka shauri lao CAS. Lakini CAS hii ni mahakama ya rufani. Inapokea rufani pale ambako mmeshindwana. Ima katika mgogoro wa fasiri ya kisheria ama utaratibu katika kuendea maamuzi hayo. Lakini bahati mbaya yale maelekezo na maamuzi yaliyofikishwa CAS na Young Africans, CAS baada ya kupitia wakaona miongoni mwa madai ya Yanga yanayotajwa kupelekwa CAS hawana mamlaka nayo kwa sababu hajaweza kuratibiwa kwenye local tribunal, kwenye mashauri ya chini ya ndani. Kwa hivyo maelekezo yaliyotoka warudi kwenye hizo local tribunal ambako ndiko walielekezwa washuke huku chini. Sasa bodi ya ligi kutoka wazi na kusema kwamba Young Africans wameshindwa kesi na tuko tayari kupanga ratiba ya mchezo, lini mchezo uchezeke. Hii pia ikoje? Maana yake maelezo ya CAS bodi ya ligi wameyafanya ni hukumu. Sasa tafsiri yake tunao shida ya ufafanuzi wa lugha za kisheria, kwa sababu hata katika hayo maelezo yao hakuna mahala pametolewa nukuu inaonyesha maamuzi madogo ya CAS juu ya shauri hili. CAS wametoa maelezo, nendeni mkasikilizane, hawajatoa maamuzi. Sasa kwa nini ni bodi ya ligi ni tunguli iliyopoteza mganga? Bodi yetu ya ligi sisi sio chombo huru, ni chombo ambacho kinaendeshwa kishabiki. Ushabiki haukosekani, lakini kazi zifanyike katika utaratibu. Na ndio maana unaona ni rahisi tu baada ya kupewa maelekezo ya CAS na huu ushabiki wa bodi ya ligi wameutangaza kama maamuzi. Lakini sio maamuzi tu. Hii pia imetuletea shaka hata kwenye tasnia yetu ya sheria katika nchi. Kwa sababu hata wakili aliyetumika kuwasaidia wa bodi ya ligi bwana kutoka Kenya. Sasa sijui alikuwa anawapigia simu anawapa maelekezo kwamba jamani hivyo kwa watu wameandika kinyume na maelekezo, lakini CAS wameshauri warudi chini. Mzee Mguto ni mwenyekiti wa bodi ya ligi. Na hapa ndio inakudhihirishia hata mwanzo kumbe hili tatizo walishindwa kulitatua kwa sababu ya uwezo mdogo wa utatuzi. Kwa sababu ilikuwa baada ya majibu ya CAS, ushauri mwepesi ni kwamba turudi ndani. Lakini pia nilitaka na sisi waandishi twende mbali. Muulize Young Africans, kwa nini mlikwenda CAS? Sio kuamini kwamba kwa nini wameshindwa CAS. CAS hakujatolewa hukumu. Ukiwasikiliza kocha, viongozi na baadhi ya watu wa Young Africans wanasema wao kwenda CAS ni kutokana na imani yao imepotea kwa bodi ya ligi. Baada tu ya mechi ya dabi kuhairishwa, basi wakasema hawana imani kwa sababu hakukuwa na sababu ile mechi kutochezwa. Sasa mngeuliza sasa hivi, je, uko kufaili kesi mtafaili? Na mkifaili na wao itakuwaje? Ndio ilikuwa maswali. Lakini nasema kwa maslahi mapana ya mpira wa nchi, nakumbusha kwa dhana pana ya kusaidia tasnia ya mpira nchi, bodi ya ligi, TFF na Young Africans, shida kubwa ni moja tu. Bodi ya ligi, TFF na Young Africans. Mabadiliko ndio mgogoro wao na Young Africans. Nani sasa ambaye anasababisha mabadiliko, anasababisha mgogoro? Young Africans ambaye anajitahidi kubadilika, ama bodi ya ligi na TFF nao ambao kama wanataka kubadilika? Maoni juu ya mabadiliko ndio yanayoleta mgogoro kati ya Young Africans na TFF. Mtu maoni ni nani? Young Africans anao ushauri, anaotazama kama dhana ya kuleta ugumu ndani ya bodi ya ligi, ambao aliuandika kama maadhimio kwenye barua yake, kwamba bodi ya ligi wajiuzuru, sio chombo huru.
Ukitizama wewe kocha, wewe ni kocha, wewe ni mwandishi, lakini pia wewe ni mtu wa siasa. Ukitizama bodi ya ligi sio chombo huru. Kwa kauli ya Mguto, bodi ya ligi sio chombo huru. Kwa kauli ya Rais Karia, bodi ya ligi sio chombo huru. Bodi ya ligi ni chombo kinachojitegemea. Hakiwezi kumkuta kiongozi wa shirikisho anahusiana na bodi ya ligi. Lakini kwetu hatusemi ni kitu kibaya. Ndio tumeanza hizo hatua. Kwanza mimi napongeza kwa kuwa na bodi ya ligi ambayo inafanya kazi nzuri ukiondoa mgogoro huu. Lakini hizo hatua zingine ni mchakato. Sasa viongozi wasiwe wagumu kupokea mawazo tofauti, hata kama yanaweza kawa yanakwaza watu. Yapokelewe, yaangaliwe, kwa sababu hata ushauri wowote juu ya bodi ya ligi sasa hivi hawezi kubadilisha mwenendo wa bodi ya ligi bila kubadilisha taratibu. Kocha, yupo wakili mmoja anasema hapo awali TFF ilifanya maadhimio ambayo yanafahamika kama maadhimio ya Bagamoyo, kwamba hapa nyumbani Tanzania sianikiwe na chombo mfano wa CAS kitatue matatizo haya madogo, ikishindikana ndio matatizo hayo yapelekwe juu. Hili kocha, kwa mtazamo wako unalionaje? Ni kweli tunazo kamati za maadili, tunazo kamati za rufani huko ndani, lakini kuwa na chombo kizuri cha ndani nafikiri ni mchakato wa muda mrefu. Tatizo la sasa ni uthubutu tu wa kukubali kusikilizana na kushauriana wakati wa matatizo. Viongozi wa mpira wa nchi yetu wanapatikana kwa njia za ubatili, sio haki. Kwa hiyo kiongozi unayempata kwa njia batili utampima wakati anaposhindwa kushughulikia swala la haki. Angalia viongozi wa mpira wa mikoa wanavyopatikana. Angalia muundo wa kupata viongozi wetu wa mpira wa taifa. Hivi unadhani mtu kama anapatikana kwa njia ya batili, unakata watu, wewe ubaki madarakani, unapunguza watu, unafikiri ukija tatizo la mgogoro haki utaitenda? Si kwa sababu watu wanaokusifia ambao wanaamini wewe umekuweka. Ushapita wewe. Kwao wanasikiliza chawa. Ndio maana leo ukienda bodi ya ligi, yule Karim Boimanda hana sauti kuliko chawa. Taarifa za bodi ya ligi unazipata kwa chawa kuliko Karim Boimanda. Kocha hii mpya hii. Na kueleza yule Karim ni taarifa wa kumpa hard copy, lakini soft copy information zote wanazipeleka kwa chawa. Sisi toka taarifa hadi kama ikafungiwa hapo. Boimanda hakuwa nayo. Hajui. Leo habari za kwamba hukumu ya CAS imetoka, nakala iko wapi? CAS hawajatoa hukumu. Na kwa nini mzee Mguto atoke aseme kwamba kumetokea hivyo? Tafsiri yake unajua, ushabiki kwenye bodi ya ligi. Leo rais kwa sababu wanaohusika ni Yanga Africa na bodi ya ligi, kesho ikiwa Simba. Na ndio maana katika nchi yetu viongozi, ukifika uongozi wa mpira, wanapambana kiongozi wa juu awe wa Yanga au awe wa Simba. Sasa hivi Yanga Africa wanasema wanufaiki na uongozi wa sasa kwa sababu Karia anahusishwa na Simba. Na matukio yanaendelea tunayaona. Maana yake katika bodi ya ligi na TFF kwa ujumla ni kuna unprofessionalism. Sio unprofessionalism tu. Kuwa na itikadi haijawahi kuwa tatizo. Kuna urasimu na upendeleo. Na ndio maana ikifika muda mnawakosoa watu wanaanza kutuma mema yao. Kwani sasa hivi shida ya bodi ya ligi na Yanga Africans si ilikuwa ni mgogoro wa dabi? Kanuni si mnazo? Kwa nini hamwendi mkamaliza? Kwa nini mnataka hili jambo kila mtu alielezee? Kila siku mnatuita hapa mezani kuzungumzia mambo ya bodi ya ligi. Hawa watu hawawezi kuwajibika. Hawa watu wana upendeleo. Hawa watu hawataki kushauriwa. Hawa watu hawapokei mawazo tofauti. Yaani ukileta mawazo tofauti wewe ni muhaini kwao. Hawa watu wanazungukwa na watu wanaowasifia bila kuwaambia hapa mliendeje jambo. Rais Karia ndo rais wa mpira wa nchi. Aibu hizi zote yeye ndo anaratibu. Kwa sababu uwezo wa kuwaita Yanga na kutoa maelekezo kwa hizo kamati wakae chini upo. Hata wakati wamepeleka shauri CAS wangeitwa. Lakini habari ya shauri CAS watu wanajibizana kwa kutunishiana misuli. Sasa hivi bodi ya ligi, Yanga, TFF wanafanya kazi kama vyama vya siasa. Wanashindana kwa sera na hoja. Sasa kama mamlaka ambazo zina taratibu za kiutendaji mnashindana kwa sera na hoja, mnafanyaje? Kocha, hii aibu Sio aibu, fedhea. Maana kuna aibu na fedhea. Hiki kinachoendelea mpaka sasa ni fedhea. Kauli aliyotoa mzee Mguto jana ni fedhea na inafikirisha. Sasa kama mwenyekiti anaongea vile, kabla ya hapo alishaongea madudu mengine. Nyuma ya hapo aliongea madudu mengine. Kwa hiyo wazee kama wale maana wakiwa wanajua tu hapo kwenye mic. Msimpe mic huyo, usimpe mic ataharibu hali ya hewa. Lakini wazee wanasema vijana sisi hatuna busara ndio maana tunawaona wao wanavuka mipaka. Hapana, nyakati zimebadilika. Ujua nyakati sio umri. Nyakati ni kujua dunia sasa hivi inataka nini. Kizazi hiki kinataka nini? Hiki kizazi ni cha kuhoji, kizazi cha kutafakari, kizazi kinataka mambo muyachakate mkaelewana. Ndio maana haya naongea hapa, mwingine huko anaandika tofauti. Kwa sababu kila mtu ana fikra zake. Hiki ni kizazi ambacho ukisema jambo lako ndio utajua linakubalika alikubaliki kwenye comment kule chini. Ndio maana mtu makini, mimi siwezi kuhangaika na comment. Sababu kila mtu ana mawazo yake kwenye comment. Mwingine atakwambia wewe timu fulani, hata ukiongea jambo. Lakini sasa
viongozi nao wajue wako kwenye kizazi kigumu. Ndio maana viongozi wengi utasikia mitandao ya kijamii, yani wanaona kama jambo jipya. Huu ndio ulimwengu waliokuwepo. Kocha, Young Africans walitoka wazi na kusema bodi ya ligi ijiuzuru kuanzia mwenyekiti wake Steve Mguto. Hoja ipo hapo, yule bwana anatakiwa hivi sasa achie ngazi. Dhana ya kujiuzuru ya bodi ya ligi Young Africans unawatenganisha nao vipi? Kwa kauli ya Mguto ya jana kwamba ameona alijua atagonga mwamba, ni kama kapata ushindi. Yanga hawajagonga mwamba, hukumu haijatolewa, wanatakiwa warudi chini, kesi ianze kusikilizwa tena. Aliyogonga mwamba ni hawa ambao wameshindwa kutatua tatizo ambalo liko ndani ya mamlaka yao. Walishindwa kusimamia sheria na kanuni ambazo ziko ndani ya mamlaka yao. Wakaleta busara wakati tunataka watu watumie hekima. Busara na hekima tofauti. Hekima ni kutafakari, busara ni kufikiria tu. Wao walifikiria tu mechi iahirishwe kwa sababu kuna vile, lakini hekima wangetafakari. Hiyo rushwa imethibitika. Je, inaweza ikachunguzwa baada ya mchezo? Kwani kwa haiwezekani baada ya mchezo rushwa ikachunguzwa? Maana yake pale wanatumia busara, sio hekima. Sasa nini ambacho kinatupa ugumu kwa sasa hivi ni kwamba mgogoro ukiuangalia umejificha nyuma ya dhana ya mabadiliko ndani ya bodi ya ligi. Sasa yule anayekuwa na dhana ya mabadiliko ndani ya bodi ya ligi, watu wanadhani anataka uongozi ndani ya bodi ya ligi. Young Africans wana viongozi vijana wengi, wana mitazamo mipya, wanataka kuona mageuzi makubwa, vilabu hivi vinawekezewa. Sasa watu wanaishi kwa kudhani kwamba mabadiliko yote ndani ya bodi ya ligi ni kama kuangusha timu moja. Lakini ndani manake uozo wa bodi ya ligi unanufaisha baadhi ya watu. Ndio mapungufu yalikuwa. Na mabadiliko sio kwamba tutatoa viongozi. Mabadiliko ni taratibu tu. Hilo ndio eneo lililokuwepo. Lakini mabadiliko nayo si mtayapokea kwa michakato. Ndio tatizo lililokuwepo la bodi ya ligi.